Mtazamaji wa Kawabe Media, yafuatayo ni matukio ya habari yenye mkusanyiko wa habari za kitaifa, kimataifa pamoja na michezo na burudani. Ninayekuletea matukio haya ni mimi Epifania Magingo. Tukianza na matukio ya kitaifa. Jeshi la polisi Tanzania linamshikilia askari polisi mmoja kwa tuhuma za kumpiga risasi raia, huku likichunguza matukio mengine mawili ya vifo yaliyotokea Rorya mkoani Mara na Arusha. Taarifa ya kukamatwa kwa askari huyo imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi David Misime. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, askari huyo anashikiliwa kwa tuhuma za kumpiga risasi na kumsababishia kifo Shabani Luluba, mkazi wa Nyamagane Rufiji mkoani Pwani. Taarifa hiyo inaeleza kuwa askari huyo wa mkoa wa kipolisi Rufiji alifanya tukio hilo alipokuwa katika ukamataji Januari 8, 2026. Jeshi la polisi limesema uchunguzi unaendelea na endapo itabainika kuna uzembe au matumizi zaidi ya nguvu, hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa dhidi ya askari huyo. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali kwa watendaji wa serikali katika ngazi za mikoa na wilaya, akisema kuwa kiongozi yeyote atakayeshindwa kutatua kero za wananchi na kuruhusu uonevu ahesabu kuwa amejifuta kazi mwenyewe. Akizungumza katika kongamano la mwaka la wamachinga, madereva wa pikipiki na bajaji lililofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, Dr. Mwigulu amekemea tabia baadhi ya watendaji kupuuza shida za wananchi zinazofikishwa katika ofisi zao. Katika hatua ya papo hapo, waziri mkuu ameagiza jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa mkoa kumtafuta mama mmoja aliyekuwa akidhulumiwa eneo lake na kumpa ulinzi. Ameamuru kuwa kama kuna majengo yoyote yamejengwa kwa uonevu katika eneo la mwananchi huyo yabomolewe ndani ya siku 7 kuanzia sasa. Amewataka wananchi kutoogopa kusema dukuduku zao na kuahidi kuwa serikali itafanya kazi ya kuwawezesha kiuchumi kupitia mazingira bora ya kibiashara, huku akiwaonya watendaji kuwa muda wa kutoa maelekezo unaisha na sasa ni wakati wa kuwawajibisha wale wanaoungana na wanyang'anyi. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amekutana na wakuu wa shule za msingi na sekondari zilizopo ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa lengo la kuweka mikakati ya kuhakikisha msimu mpya wa masomo unaanza kwa ufanisi na kwa mazingira bora ya ujifunzaji. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa Karimjee, Mpogolo amesisitiza umuhimu wa maandalizi ya mapema katika kuwapokea wanafunzi, ikiwemo kuhakikisha uwepo wa miundombinu imara, usimamizi thabiti wa taaluma na nidhamu, pamoja na uwajibikaji wa wakuu wa shule katika kusimamia mazingira salama na rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Mpogolo amewataka wakuu wa shule kuhakikisha kuwa changamoto zinazoweza kuathiri mwanzo wa masomo zinatatuliwa mapema, huku akisisitiza kuwa elimu bora inaanzia katika usimamizi mzuri wa shule na nidhamu ya walimu pamoja na wanafunzi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ndugu Elihuruma Mabelia, amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 10 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu ndani ya jiji hilo. Ameeleza kuwa kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 6.2 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu ya sekondari, huku shilingi bilioni 4.5 zikitengwa kwa ajili ya elimu ya msingi, ikiwa ni hatua ya serikali kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Mtazamaji wa Kawabe Media, unaendelea kutazama matukio ya habari na sasa ni matukio ya habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela, Diosdado Cabello, amesema watu 100 wameuawa katika shambulio la Marekani la Jumamosi lililomuondoa madarakani kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi lilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliokufa. Maafisa wa Venezuela wamesema
sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi cha Maduro kiliuawa kwa kikatili, ambapo Cuba imesema wanajeshi na maafisa wake wa kijasusi 32 waliokuwa Venezuela waliuawa. Inaelezwa kuwa mke wa Maduro, Celia Flores, alikamatwa pamoja naye alipata jeraha la kichwa wakati wa uvamizi wa Marekani, na Maduro alipata jeraha kwenye mguu wake. Siku ya Jumanne, Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez alitangaza wiki moja ya maombolezo kwa majeshi waliouawa katika uvamizi huo. Na afisa mmoja wa uhamiaji wa Marekani ICE amempiga risasi na kumuua mwanamke mwenye umri wa miaka 37, Renee Nicole Good, huko Minneapolis, tukio ambalo limezua mvutano mkali kati ya serikali ya shirikisho na viongozi wa jimbo na jiji. Maafisa utawala wa Trump wanadai kuwa Good alikuwa mfanya vurugu aliyekuwa akijaribu kuwakanyaga maafisa wa ICE, hivyo kumlazimu mmoja wao kufyatua risasi za kujilinda, huku video za mashuhuda zikionyesha maafisa wakimwamuru ashuke kwenye gari kabla ya risasi kufyatuliwa wakati gari yake ilipoanza kuondoka. Hata hivyo, viongozi wa Minneapolis na Minnesota, akiwemo Mayor Jacob Frey na Governor Tim Walz, pamoja na viongozi wa chama cha Democratic kitaifa, wamepinga vikali maelezo hayo, wakisema afisa huyo alitumia nguvu kupita kiasi na kuitaka ICE kuondoka jijini humo. Tukio hilo limetokea wakati serikali ya Trump ikiendesha msako mkali wa wahamiaji katika Minneapolis, ikiwemo kupeleka maafisa 2,000 wa ziada, hatua ambayo imeongeza taharuki miongoni mwa jamii za wahamiaji, hususan wa Somalia ambao Rais Trump amekuwa akiwakosoa mara kwa mara. Kufuatia mauaji hayo, maandamano makubwa yamezuka Minneapolis na miji mingine nchini, waandamanaji wakishutumu uhalali wa operesheni za ICE na kuomba uwajibikaji. Na katika habari za michezo na burudani, mashabiki wa Taifa Stars wakiongozwa na viongozi mbalimbali wamejitokeza kuipokea timu hiyo kutoka Morocco, ambako mchezo wa mwisho ulikuwa dhidi ya Morocco na kufungwa bao 1-0 na kutolewa kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2025. Kabla ya kutolewa, Taifa Stars ilifanikiwa kuingia katika hatua 16 bora kwenye michuano hiyo ya AFCON baada ya kutoa sare 2 dhidi ya Uganda na Tunisia na kupata alama 2. Inaelezwa kuwa AFCON 2025 katika historia kwa Taifa Stars imepiga hatua tofauti na miaka iliyopita na kuonesha mwanga kwenye dimba la michezo. Kufuatia kwa Taifa Stars kutolewa kwenye mashindano hayo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amesema hatua hiyo kwa Taifa Stars inatoa mwanga kwa serikali kuwekeza nguvu kwa Taifa Stars kwa ajili ya AFCON 2027. Mwisho wa matukio ya habari kutoka hapa Kawabe Media. Tafadhali endelea kufuatilia chaneli zetu kwenye mitandao ya kijamii kwa matukio mengine ya habari na vipindi mbalimbali. Mimi naitwa Epifania Magingo.